kutoka Khadija radhiallahu anha amepata watoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam watoto wake amewapata, watoto wake wote amewapata kwa Khadija radhiallahu anha, illa Ibrahim famin Maria, isipokuwa mtoto wake Ibrahim amepata kutoka kwa mkewe Maria. Ama watoto wake waliobaki, watoto wote waliobaki amewapata, mtoto wake aliowapata kwa nani? Kwa Khadija. Asema wa shahida hilfal mutayyibin, hilfal mutayyibin, na alishuhudia Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa saghir, alikuwa mdogo, mtoto mdogo hapo, sio kana saghiran maa umumi yani amamihi, alishuhudia pamoja na maami zake alivyokuwa mdogo. Hilfal mutayyibin, hilfal mutayyibin maana yake ni hilf ni kukusanyika kwa pamoja, yani kuungana kwa sababu ya jambo fulani. Kwa ziliungana koo za Kiquraish, ziliungana kwa ajili ya kumnusuru aliyedhulumiwa na kumsimamisha mwenye kudhulumu. Koo za Kiquraish ziliungana kwa ajili ya kumnusuru mwenye kudhulumiwa na kumsimamisha, yani kumzuia ambaye anataka kudhulumu. Hii ndio hilf. Hilfu maana yake ni muungano wote. Kwenye Kiarabu niwaambia nyinyi, ukitaka ujue Kiarabu, kila neno unaloliona mbele yako hebu litafute kwa Kiarabu linaitwaje. Waarabu wanaita lakini nyinyi hamjui hivi, wengi hamjui. Sitaki kusema sana, kisema utasema au natusema watu wa Kigoma bwana. Lakini nataka niseme kwamba kuna kitu kinaitwa NATO. Kuna kitu kinaitwa NATO Ulaya huko, Ulaya na Marekani, kuna jeshi wameunda naitwa NATO. Hili jeshi kwa Kiarabu linaitwa NATO. NATO Arabu wanaitwa hilf, wanaita hilf al-shimali al-atlasi, hilf al-shimali al-atlasi. Sasa hii kule kazura mimba unayo kwa hiyo yani ni muunganiko, muungano wa majeshi, ndio ile Kiswahili wanaita NATO, sio Kiingereza, sio ita NATO. Warabu wanaita hilf al-shimali al-atlasi, hilf, neno hilf. Sasa hilful mutayyibin ndio maana yake hiyo. Koo za Kiarabu zimekusanyika kwa ajili ya kumnusuru mwenye kudhulumiwa na kuzuia udhalimu.